Ndugu waandishi wa habari, awali ya yote nasimama hapa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema aliyetuwezesha na kuturuzuku uhai kushiriki kwenye tukio hili, ambapo leo kama ilivyo kawaida nimekusanyika nanyi siku ya leo kwa ajili ya kulifanya zoezi ambalo nimekuwa nikilifanya kwa muda wote tangu nilipopata ridhaa ya kuwa kiongozi katika eneo hili. Ifikapo mwezi mtukufu Ramadhan, kwa nafasi yangu, pamoja na kwamba huwa nakimbilia makundi mbalimbali, lakini huwa pia nakutana na maimamu, walimu na mashehe wa kata zote za Dodoma, na leo tumeongeza na uongozi wa JUAKITA kwa ajili ya kuwasalimu, lakini vile vile kuwashika mkono kwa sadaka ya iftar, na hasa katika 10 hili la mwisho ambalo tunakwenda kuhitimisha siku zetu za mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhan, tukiwa tunaikaribia sikukuu ya Eid. Naomba mniruhusu nianze kwa kumshukuru sana shekhe wetu wa mkoa na viongozi wote kwa namna ambavyo mmekuwa mkinipokea kila mara. Shekhe, mimi najiona niko nyumbani sana nikiingia hapa. Mmekuwa mtu mwema sana pamoja na viongozi wenzako wote. Mmenipa ushirikiano wa kutosha sana, na kila mara mmekuwa mkinifungulia mlango kuja kujumuika nanyi katika matukio mbalimbali. Nikushukuru sana shekhe wa mkoa na viongozi wote, najua wengine wanapita kwenye kata zenu, lakini mimi nawashukuru kwa ushirikiano mkubwa, pamoja na kwamba mimi sitokani na dini hii, lakini huwa mnanichukulia kama mwenzenu sana, na huwa najisikia faraja sana. Shekhe wa mkoa, ili huwa napenda kulisema na nitarejea mara kwa mara, kwa sababu ya aina ushirikiano ambao naupata kutoka kwenu. Ndio maana huwa najisikia furaha na amani kubwa sana. Sizungumzi jambo hili kwa sababu niko hapa, lakini kila siku wanasema kwenye gari yangu pale, kiti cha nyuma nimehifadhi barakashia. Mimi nikiwa nina safari na kwenda safari ndefu, nikishamaliza kusali gari imenyanyuka, huwa naweka barakashia yangu, na hata nikilala najisikia na amani sana mpaka napoenda. Hii jambo hii haitokei hivi hivi tu, lakini pamoja na namna ambavyo mmeniambukiza baadhi ya mambo kupitia dini hii ya Kiislamu. Mimi ninyi ni wenzangu sana, na ndio maana shekhe, kama unafahamu, wakati huu jina langu linabadilika. Wachache wanafahamu kwa muda huu wanaitwa Sheikh Ayman, ndio jina langu hilo, wanalitambua nalo hilo, wananiita Ayman. Lakini kwa sababu ya ushirikiano ambao naupata mkubwa kutoka kwenu, na tushirikiana kwa pamoja sana, kwa niliona nitumie siku ya leo kulikamilisha hilo na kuwatakia mwezi mtukufu wa Ramadhani mwema kwenye kumalizia siku zilizobaki. Mwenyezi Mungu atuongoze, akatusimamie ili tuweze kutimiza haja na mapenzi yake katika mwezi huu wa toba. Lakini kubwa kuliko yote, nataka niendelee kuhakikishia shekhe wa mkoa na viongozi wote, kama ambavyo niliahidi, naendelea kuahidi, nitakuwa nanyi bega kwa bega kwa kila jambo linalohusu dini ya Kiislamu. Shekhe, kama nilivyosema katika miaka mingi iliyopita, milango yangu iko wazi kushirikiana na kila mmoja wenu. Sije ikaonekana kwa sababu Sheikh Abdalla rafiki yangu sana, wengine hawaruhusiwi kunisogelea, lakini siku nilisema kwamba mimi niko tayari kushirikiana na kila mmoja. Nimemwona Sheikh Abubakar kutoka Ombolo pale, rafiki yangu, ambako tumejenga msikiti pamoja, lakini maeneo tofauti tofauti. Na kila fursa ninayoipata Sheikh, kila fursa ninayoipata najaribu pia kuielekeza hapa. Kwa hivi sasa
nilipata video clip moja ya waumini wa dini ya Kiislamu pale eneo la kata Mbalawala, eneo la Chihikwi, walikuwa wanaabudia chini ya mti, sehemu haikuwa salama sana. Kwa nimetafuta wadau ambao nimeshawaunganisha na yule mratibu wa pale, walinitumia ile clip, ilizunguka sana katika makundi mengi ya WhatsApp. Lakini maomba wenzangu na kampuni moja ujenzi wa barabara ambaye ni ya mwenzetu Muislamu mwenzetu, amekubali kuniunga mkono na kaidi kwamba atakutana na wale wahusika kwa ajili ya ujenzi wa nyumba ya Mungu katika eneo lile la Chihikwi, ikiwa sehemu pia ya mchango wake kwa wananchi wa eneo lile. Takbir. Kwa kazi hii shaka mimi nitaendelea nayo, na pia ninakumbuka tuna changamoto ya visima katika misikiti mingi. Niliwahi kupata maombi na nimewapata pia ndugu zangu wengine wa Islamic Help ambao tutaanza nao mwezi ujao na visima vichache, lakini maomba visima maalum kwa ajili ya misikiti Sheikh. Kwa naamini maombi yangu yakikubaliwa, basi mimi nitakuletea wewe kwako ili mtaangalia kwa namna ambavyo uhitaji upo, tuweze kusaidia. Sijui kama shekhe wangu wa kata Nala yuko hapa. Kama shekhe wangu wa kata Nala yuko hapa, ndio tutaonana kutoka hapa. Natambua changamoto kubwa sana iko pale Nala, na shekhe amekuwa akinitafuta kila siku za Ijumaa, lakini ndio maeneo ambayo nilikuwa natamani kuona kwamba tukipata misaada hii twende kusaidia pia kwa ajili ya kuhakikisha tunapata maji ya kutosha katika maeneo yetu ya misikiti. Mwisho, ndugu zangu, ninawashukuru kwa kuja. Najua kipindi hichi mna majukumu mengi, mngeweza tu kusema kwamba tumesikia lakini hatuwezi kufika. Mimi kuja kwenu kunanipa faraja, kuja kwenu kunanipa imani ya kwamba mmeona uzito na kuthamini kile kidogo ambacho nakifanya. Mimi naendelea kumwomba Mwenyezi Mungu anijalie niendelee kubaki katika imani, niendelee kushirikiana nanyi kuhakikisha kwamba kwa nafasi yangu, ukishakuwa kiongozi hapa, mimi sina dini tena hapa. Kwa kazi ya kuendeleza Uislamu na mimi ninayo pia. Na mimi ni sehemu yangu pia hiyo. Kwa maana nasema Mwenyezi Mungu atuimarishe kwenye imani. Ninyi mnafahamu, maana yake kuna watu wengine ni thumma aman thumma kafir. Sasa mimi huko sipo. Nataka tushirikiane kwa pamoja kuendeleza Uislamu na dini ya Kiislamu. Baada ya kusema haya, nawashukuruni sana. Asanteni sana. Mwenyezi Mungu awabariki na watakie kila laheri. Asanteni sana. Saifullah Online TV, elimika badili.